Habari za mchana. Mwenyekiti unayeongoza jopo, niruhusu nitumie lugha ya Mwafrika, yaani Kiswahili. Nimekuja kumwakilisha kutokana na mwaliko Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Padre Dr. Charles Kitima. Mimi ni Camillus Kasala, ni mwanafunzi wa falsafa. Katika Baraza la Maaskofu Katoliki ninasimamia kurugenzi inayoitwa kurugenzi ya hadhi ya utu wa mwanadamu. Waingereza wanasema Directorate of Human Dignity. Naomba nitoe mchango wa kuchimbua kiwango cha kufikiri baada ya kusikiliza mawasilisho mawili ya mwisho, yaani la Dr. Makukula kama sikosei, kuhusu kufanya utamaduni kuwa bidhaa sokoni, na Dr. Singo kama sikosei, kuhusu kwamba falsafa ya Umoja wa Afrika ni semi tu. Kama mmenisikiliza kwa makini, nimejitambulisha kuwa mkurugenzi wa hadhi ya utu wa mwanadamu. Mwalimu Nyerere tangu alipoenda chuo kikuu Edinburgh, aliposoma maandiko ya wanafalsafa wa Giriki na wanafalsafa wa Italiano. Agriki mmoja wao aliitwa Aristotle na Muitaliano mmoja aliitwa Thomas wa Aquino, na akasoma pia andiko la mwanafalsafa mmoja anaitwa Plato. Nilipokuja kusoma vitabu vyake Mwalimu Nyerere kuhusu mwanadamu na maendeleo, ujamaa na maendeleo, uhuru na maendeleo, nilipata kishawishi kikubwa sana na kujiuliza, hiki kiwango na namna ya kufikiri ya Mwalimu Nyerere ameitoa wapi? Nilipata bahati nikaenda Ireland. Nilipofika kule wakati wa likizo, nilisema nitakwenda Edinburgh, na hii ilikuwa mwaka 1980. Nitakwenda Edinburgh, Uskochi, nikawaulize mwalimu alipokuwa akisoma huko alitumia mtaala gani. Nikapewa bahati nzuri, nikaenda maktaba, nikauangalia mtaala mwalimu aliyofundisha alipokuwa akifanya degree yake ya masters. Nikasema, aha, sasa naelewa kwa nini mwalimu anafikiri anavyofikiri. Kwa bahati mbaya sana, Mwalimu Nyerere hakutaka, wakati aliporudi na alipokuwa chancellor wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, hakutaka sana wanafunzi wafundishwe falsafa. Wafundishe kufikiri kuhusu fikiri.
kwa sababu alisema wakati ule matatizo yetu hayakuhitaji falsafa. Matatizo yetu ilikuwa ni kutatua yale maadui wakuu watatu: ujinga, maradhi, na adui watatu ni nani? Umaskini. Leo hii naomba nidiriki kusema tunazungumza juu ya kile ambacho mwanasosiolojia mmoja amekiita, huyu anaitwa Engelbert Mveng wa Cameroon, anaita kufukarishwa kwa utu wa Mwafrika. Kufukarishwa kwa utu wa Mwafrika. Umaskini bado tunao, tunahangaika nao. Ujinga bado tunao, tunahangaika nao. Njaa bado tunayo. Kwa wale waliosikiliza majadiliano ya TBC leo asubuhi, wamezungumzia juu ya njaa, uhakika wa chakula. Kiwango chake kiko chini. Ninachotaka kusema, nimalizie haya nitakayoyasema kwa kumalizia. Lengo langu sio kutekenya masikio yenu. Lengo langu sio kupendeza macho yenu. Lengo langu ni kuchokonoa akili zenu. Na lengo langu ni kuvujisha damu dhamiri zenu. Sasa nitafanyaje? Nitasema yafuatayo. Nani anasema kwamba Mwafrika ni nani? Wanaotusema sisi Waafrika na waliotuita hili jina la Mwafrika ambalo sisi hatukujiita sisi wenyewe, hawamuoni Mwafrika kama nani, wanamuona Mwafrika kama nini. Mwafrika ni nini? Sisi tunafikiri ni akina nani, lakini wenzetu wanatuona sisi kama nini. Nani ni neno linalotumika katika mahusiano. Nini ni neno linalotumika katika utambulisho. Hicho ni nini. Wenzetu wanatuona ni nini. Ndio maana wakatupa jina la Mwafrika. Kwa hiyo neno nini linatumika kwa kitu, halitumiki kwa utu. Kwa sababu sisi wanatuona ni vitu, wanaweza kutufanya bidhaa. Na wamekwisha tufanya bidhaa kwenye biashara ya utumwa, na leo hii wanaendelea kutufanya bidhaa kwenye kile ambacho kinachoitwa akili mnemba au akili bandia. Kwa hiyo hatuwezi kuendelea kuzungumza kana kwamba sisi Waafrika ni nani. Ni lazima tujitambue kama nini. Tukishajua sisi Waafrika ni kama nini, tutaweza kuanza kujua Afrika nani. Tukiongea Waafrika kama nini, tutaweza kujenga hoja za kubomoa hoja za wale ambao wanatuona kama nini. Kwa sababu watatusikiliza, maana ndio namna yao ya kufikiri. Lakini tukiongea Waafrika kama nani, hawatatusikiliza, kwa sababu hawaoni kwamba hadhi yetu ya utu na binadamu inaendana kama nani. Kwa hiyo mimi katika wajibu wangu nilipopewa hii kurugenzi ya hadhi ya utu wa mwanadamu, nikasema hadhi ya utu wa mwanadamu kwa Mwafrika haipo. Hadhi yake ni ya nini? Ndio maana amefanywa bidhaa katika kila kitu.
kiakili, kiutamaduni, kielimu, kifamilia na kadhalika. Mpaka hapo tutakapoondokana na ndoto ya kuwa tunajitambua kama nani, hatutaweza kupata majibu. Si mara ya kwanza kuzungumzia mambo haya tunayojadili, si miaka 5 iliyopita, si miaka 10 iliyopita, si miaka 20 iliyopita, si miaka 30 iliyopita, si miaka 40 iliyopita, si miaka 50, ni zaidi ya miaka 100 iliyopita. Sasa hakuna kilichobadilika. Hata huu mpango wa ulimwengu, tukingali tunajulikana kama nini, hatutofautishwi kithamani na almasi na mafuta